Tunakushukuru maana umemuinua katika utukufu mwingine. Tunakushukuru kwa sababu unampeleka mahali pale penye hatima ya utumishi wako. Ninakubariki katika hilo Mfalme. Asante kwa ajili ya kanisa lako ambalo Bwana umetukusanya tena. Nasi tunajiweka wakfu mikononi mwako. Tunapokaa tena mbele yako Bwana, tukiomba mkono wako usioshinda tena ukawe juu yetu unapokwenda kutufundisha. Na kwa utukufu wako tunajiweka wakfu sasa. Ni katika jina la Kristo tunaomba na kushukuru. Na wote tuseme amen. Basi neema ya Mungu imetosha. Kuna vitu tulikuwa tunaangalia kwamba kuvuka, yaani tuko kwenye bridge ya tunda la Roho na karama. Tukawa tumesema kwamba moyo huwa tunda la Roho ni tunda la Roho Mtakatifu. Maana yake linahitaji usafi wa moyo. Na tukipengele tunachosimamia ni Mathayo 5:8 inayosema heri wenye moyo safi maana watamuona Mungu. Lakini usafi wa moyo ndio kuruhusu utakaso kwa mtu na kufanya mtu aishi maisha matakatifu. Usafi wa moyo unafanywa na mambo yafuatayo. Hapo tulikuwa nasema la kwanza ni moyo unaoumbwa, yani unafanywa upya. Moyo unaumbwa upya, unageuzwa kutoka katika ile hali ya zamani ambayo ulikuwa unaweza kuishi sikonyo, unageuzwa unakuwa moyo mpya, unakuwa mtu mpya. Moyo unapogeuzwa ndipo mtu anakuwa mtu mpya. Na katika moyo huo kufanywa kuwa upya, unafanywa upya kwa kuondolewa mambo ya kale. Tunasema mambo ya kale yanaondolewa kwa maana mtu yule wa kale, utu wa kale anaondolewa. Utu wa kale akiondoka, mambo ya kale hayatakuwepo. Hapo tunaposema kwa tunapokuwa sisi tumeokoka, alafu bado kuna elements, kuna vitu vya ajabu vinaonekana ndani yetu, ina maana mtu wa kale bado yupo. Angalia asije akakugharimu. Maana ukimwacha akakaa na wewe sana atakuja kukugharimu. Sasa huyo ndiye anayetakiwa anaondolewa kwa moyo kufanywa upya. Kwa hiyo moyo ufanywa upya, moyo unaumbwa kwa upya ndipo uweze kumbeba Mungu. Mungu habebi na kiriba kilichotoboka, kiriba kilichozeeka ambacho kimebeba mambo ya shetani kwa miaka yote ya maisha yangu. Alafu leo nataka moyo huo kumbebe Mungu. Hauwezi kumbeba Mungu. Kwa hiyo ndio maana moyo unafanywa upya, unajengwa, unatengenezwa, unaumbika, unaumbwa leo unakuwa kiumbe kipya. Tunaambiwa ya kale yamepita, sasa yote yamekuwa mapya, kwa sababu Bwana unayekwenda kumbeba sasa ni Bwana mpya ambaye ndio nimeokoka. Kwa hiyo ndio anaingia ndani yangu, anakuja kubeba. Tunapotaka kumbeba Bwana kwa moyo wa kale, utu wa kale ukiwa bado uko ndani yangu, matokeo yake ndio mambo ya ajabu yanabaki yakionekana kwenye maisha yetu ya wokovu. Sasa maisha yetu ya wokovu hayataki kuwa na vitu vya ajabu. Maisha yetu ya wokovu yanatakiwa yaonyeshe ule mfano wa kuumbwa kwetu, kwa sababu moyo umeumbwa kufanywa upya. Na ulipofungwa kwa upya, sasa yale ya Mungu ndio yanatakiwa yaonekane. Kwa hiyo story na mambo ambayo tunasema mengine huwa hayafai na hayatakiwi kusikika kwenye vitu vyetu, ni kwa sababu ya kutokujua mtembeo mzima wa wokovu unatembeaje, sura nzima ya wokovu inafanyaje kazi. Kwa hiyo moyo unaumbwa upya ndipo mimi niweze kuwa kiumbe kipya. Na tukasema moyo unaumbwa upya kwa vitu vitatu, ambacho cha kwanza ni neno, ambayo tuliangalia juzi. Tukaona jinsi gani ambavyo neno linakuwa sehemu ama linafanya kazi ya kuniumba mimi, kuumba moyo wangu ukawa mpya. Kwa hiyo inafanya kazi ndani yangu. Sasa inapokuwa mambo ya ajabu, mtu aliyeokoka ambaye hana urafiki na neno, mtu wa kale anarudi anaanza kunyemelea kama alikuwa ameondoka. Kwa hiyo anarudi anaanza kunyemelea. Ndio matokeo yake unakuta mtu anakuwa yuko nusu. Huko ana mambo ya huko duniani na huko ana mambo ya huko Mungu. Kwa sababu yule mtu wa kale amebeba uhai wake ndani ya mtu, na yule mtu mpya bado naye amebeba uhai wake ndani ya mtu,
mtu wa kale anamgandamiza yule mtu, yaani yule mtu mpya unagandamizwa, kwa sababu mtu wa kale ana vishawishi vingi vya kiulimwengu kuliko yule mtu mpya ambaye tumekuwa sisi tumefanya. Kwa sababu mtu mpya anakuzwa ama anakuwa kupitia kulishwa kwa neno. Sasa kama neno ndio, sasa sisi tuliokoka hatutaki neno. Ndio sisi tuliokoka hatutaki mafundisho, hatutaki chochote. Kwa hiyo there's no way, hakuna jinsi yule mtu mpya anaweza kukua. Ndio maana tuna wokovu ambao ni kama vile umekaa mahali fulani usioeleweka. Wokovu ambao unaonekana kwamba umepungua. Na ni kweli wokovu huo unakuwa umepungua, kwa sababu wokovu wangu ili uweze kukua lazima nifanye urafiki na neno. Na kufanya urafiki na neno, neno ndio Kristo. Kwa hiyo Kristo atajaa kwa wingi ndani yangu. Kristo akijaa kwa wingi ndani yangu, mimi sitamtenda dhambi. Sitamtenda dhambi kwa sababu mimi nimekataa kutenda dhambi. Sitamtenda dhambi kwa sababu dhambi haitaonekana kwangu. Kwa sababu dhambi inaonekana ndani ya mtu, ama uovu unaonekana ndani ya mtu kupitia mtu wa kale. Na mtu wa kale anapata nafasi ndani ya mtu kwa sababu neno halina uhai ndani ya mtu hata liweze kutunza yule mtu mpya ambaye aliyeumbika kwa upya. Sasa akakaa ndani ya mtu huyu, akaweka uhai ndani ya mtu huyu. Na huyu ndio yule aliondoka bustani ya Eden. Alipoondoka bustani ya Eden, mtu hakuweza tena kuishi na Mungu. Sasa ndio maana hata watu wanaokoka lakini bado hawawezi kuishi na Mungu. Kwamba hawezi kuishi na Mungu ama sitaweza kuishi na Mungu kwa sababu ya yule aliyeondoka kule bustani ya Eden. Yule mtu wa roho hana nafasi kwangu. Na ili apate nafasi kwangu, ndio maana neno aliachiliwa. Ndio maana Yohana anasema kwa mwanzo palikuwa na neno, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye alitoka kwa Mungu. Na huyo neno pasipo yeye hakuna kilichowezekana. Sasa mimi natakaje, nawezaje kuungwa